NMB inafanya nini kwa wachimbaji wadogo. Mpaka sasa kama benki ya NMB tumekuwa tukikopesha mikopo kwa wachimbaji wadogo kuanzia hela za chini kabisa, kuanzia $500,000 na kuendelea. Kwa hiyo tuna mikopo ya vitendea kazi ambako tunakopesha wachimbaji wadogo kununua makrasha, kujenga planti. Kuna watu wamejenga vat leaching, wengine wamejenga CIP. Hiyo mikopo ya uwekezaji tunatoa. Tumetoa mikopo ya kununulia magari ambayo yanasaidia kuhamisha marudio au mawe yale ya dhahabu kupeleka kwenye plant kwa ajili ya processing. Lakini tumekuwa tukitoa mikopo ya kuwezesha zoezi zima la kununua kemikali za kuchenjulia, mikopo ya mitaji tunaita. Na mteja anapopewa mkopo anapangiwa marejesho kulingana na matazamio yani kutoka kwanza kama ni kuhamisha kifusi cha marudio kupeleka planti, kuchenjua, kuchoma mpaka kuja kuuza. Kwa hiyo unakuta kwamba tunawapa mara nyingi marejesho ya baada ya miezi mitatu mteja anarejesha. Kwa hiyo kipa kwa mwaka mmoja, na maana huo mkopo unaulipa mara 4 kwa mwaka, unakuwa umemaliza. Kuna wengine wanataka warejeshe mara 2 kwa mwaka hivyo. Kwa hiyo unapopewa mkopo, marejesho utapangiwa kulingana na makadirio ya mapato jinsi yalivyo. Kwa hiyo tunatoa mikopo ya vitendea kazi, mikopo ya mitaji, na kwa wale wanaotaka kununua vitu kutoka nje tunavita LC. Kwa hiyo kwa ufupi NMB tayari tumeshaanza kuwezesha wafanyabiashara katika upande huo wa madini. Mradi huu tulianza kama pilot mwaka 2019 kwa kushirikiana na wadau wetu muhimu sana ambao ni benki ya NMB pamoja na shirika la madini Tanzania kwa maana ya STAMICO, pia na tume ya madini kwa ujumla. Kwa mkoa mzima wa Geita tuliwafikia wachimbaji zaidi ya 700, na wachimbaji hawa kwa elimu walioipata wakajiunga katika makampuni, vikundi mbalimbali na vikundi vile wakavisajili kuwa ni kampuni ambazo baadhi nimeshazitaja hapa kama Kerezia Gold Mine, Council Gold Mine, Geoma Gold Mine, Wigotech, Semt Investment. Kwa hiyo wale wachimbaji tuliowafikia mwaka 2019 wameweza kurasimisha shughuli zao. Hadi sasa hivi wanamiliki leseni zao za uchimbaji wa madini ambazo mmoja walikuwa hawana kabla ya hii elimu, lakini kwa sababu wamefikiwa na wamerasimishwa, wameunda kampuni zao, na sasa hivi wana kampuni zao ambazo ziko kwenye operation za uchimbaji wa madini ya dhahabu pamoja na madini ya kaolin katika mikoa ya Geita na Kigoma. Katika mtoko huu hatubagui kundi la mtu yeyote. Nadhani kwenye hotuba yangu mmesikia kwamba wapo wataalamu mbalimbali katika fani mbalimbali, wapo watafiti katika fani mbalimbali, wapo wachimbaji wadogo, wamo wasomi katika level mbalimbali za elimu zao. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba huu mtoko unaenda na kila yeyote ambaye ameona fursa ya uwekezaji kupitia mtoko huu. Kwa hiyo itoshe tu kupitia swali hili kuyakaribisha makundi yote kutoka taasisi mbalimbali binafsi na umma, wafanyabiashara, wakulima, wachimbaji kama sehemu yetu kuu ya pilot. Mpaka sasa hivi wote wanakaribishwa kuwa sehemu ya mtoko huu. Kuna kilio cha uhitaji wa rasilimali fedha kwenye shughuli za uchimbaji wa madini. Kilio chote hicho kinawakumba wachimbaji almost wote.
lakini ukija kufuatilia hicho kilio kinatakiwa kitanguliwe na shughuli za utafiti katika maeneo ambayo wachimbaji wanalilia fedha ili waweze kuwekeza huko. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.